kufanya kosa na kutoweka. Pia mbwa wa polisi anaweza akanusa madawa ya kulevya kama bangi, heroin, mirungi na kadhalika. Vile vile mbwa wa polisi unaweza kutumia kwa ajili ya kunusa noti. Kuna wahalifu wanasafirisha noti bila kuweka benki na kukopa kwenye serikali. Mbwa ukimfundisha anaweza akanusa noti, hivyo atakuwa amebaini kosa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hizo ni kazi mbalimbali za mbwa wa polisi. Kuna nyingi na nyingi, lakini hizo ni baadhi. Pia mbwa kwa majumbani anaweza akatumika kwa ajili ya ulinzi. Pia mbwa anaweza akatumika kama pampu. Ndio maana tumeweka sample ya mbwa huyu mdogo kwa ajili ya pampu pale nyumbani, watoto waweze kufurahi, na vile vile waweze kufundisha ulinzi. Kwa hawa wakubwa wanaweza kutumika kwa ulinzi, lakini sio pampu. Kuna aina mbalimbali za mbwa, lakini sisi jeshi la polisi tunatumia aina kuu mbili za mbwa. Kuna German Shepherd kama unaweza kuona hawa wakubwa, pamoja na Belgian Shepherd ambao hatujaleta hapa kwa sababu nafasi ni ndogo. Lakini kwa raia wanaweza kutumia mbwa wengine wakubwa zaidi, kwa mfano Rottweiler pamoja na Boerboel na kadhalika. Kwa nini jeshi la polisi hatumii mbwa au Boerboel na Rottweiler? Kwa sababu bei yao ni kubwa sana, kwa hiyo watashindwa kuhimili pikipiki ya kazi za polisi. Lakini German Shepherd pamoja na Belgian Shepherd wana uwezo mkubwa wa kufanya kazi eneo lolote na wakati wote au kwa muda mrefu bila kula chakula. Pia katika handling ya mbwa, kama unavyoona Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hapo kuna mbwa anaitwa PD leader. Huyu ni mbwa wa kunusa milipuko. Unaona tumemweka hapa amekaa katika hii cage ili asizoee mazingira nje akapata ile tabia kuwa mkali. Ila hawa kwa sababu ni wakali, ndio maana tunaweka nje kwa expose ili wazoee watu na waweze kushauri. Lakini mbwa explosive haruhusiwi kushauri kazi yake kubaini mabomu, na kibaini haruhusiwi kubarika au kufanya mkara kwa sababu inaweza kuifuka. Baadaye katika maonyesho tutaonyesha namna gani atakagundua risasi pamoja na TNT. TNT ni kilipuzi ambacho kinaweza kutumika katika matumizi mbalimbali. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, napenda kuchukua fursa hii kuelimisha wananchi kuhusu ufugaji bora wa mbwa. Hapa mbele yako kuna vifaa mbalimbali ambavyo sitaelezea vyote, ambavyo vinatakiwa kwa ajili ya kutunza mbwa pale nyumbani. Mfano, bakuli hapa inaweza kutumika kuwekea chakula pamoja na maji. Na hii keji ndogo kwa ajili ya kusafirishia mbwa wadogo au paka. Wanyama wana haki zao, wakati unawasafirisha usiwafunge kwenye gari ukatembea nao, lazima uhifadhi maeneo kama haya. Na hii kubwa kwa ajili ya kusafirishia mbwa mkubwa. Pia kuna kifaa kama hiki kinaitwa lifi. Hii ni kamba ya kuongozea mbwa ambayo inaunganishwa moja kwa moja na hii hapa ile makola ambayo inakaa shingoni. Vile vile ili mbwa awe na afya njema lazima utumie disinfectant. Vile viua wadudu ambao unamwaga katika mabanda. Vile vile lazima uwe na kifaa kama hiki ambacho kinaitwa pombo kwa ajili ya kumchana mbwa awe na muonekano mzuri. Pia kwa sisi jeshi la polisi tunatumia kifaa hiki hapa ambayo inaitwa sleeve. Hii kifaa ni kigumu, tunapofundisha meno hapo ni Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ili asimdhuru yule askari. Hii kwa ajili ya training. Ukiacha training, vile vile lazima mbwa apate matibabu. Kwa hiyo kuna idara ya madawa na chakula cha mbwa cha kisasa kabisa. Kwa sababu mbwa unaweza kupika chakula cha kawaida ambacho ni ugali au wali pamoja na nyama au dagaa. Lakini vile vile unaweza kutumia chakula cha kisasa kabisa ambazo zinaitwa hizi pellets kama biskuti za mbwa. Unaweka bakuli yako au mbwa mmoja anakula robo kilo. Hizi ni nzuri kwa sababu hazitumii muda mrefu kuandaa chakula, pia zina virutubisho vingi sana. Kule Arusha niliwahi kwenda, mtu amejenga guest house ya mbwa. Kwa hiyo wewe ukiwa unasafiri, huwezi kusafiri na mbwa wako miezi 6, unaenda unampeleka hotelini pale, analelewa, lakini ukirudi unakuta milia. Kwa hiyo ana mbwa kama 100. Lakini pili, polisi wanakwenda pale kwa ajili ya kuwaazima kwa ajili ya doria, matumizi mbalimbali. Kwa hiyo sina hakika kama hapa Mwanza kama mtu amekuja na mbwa alafu anataka kuondoka, polisi mnakubali kumhifadhi mbwa wake kwa utaratibu gani, au hilo halipo kwenye utaratibu hapa? Hapa Mwanza bado halijatokea, lakini itatokea. Sisi kama jeshi la polisi, kwa sababu tunashirikiana na jamii, ni rahisi kuja pale. Ushinga wapi? Kwa sababu sisi hatuuzi, inategemea na mmiliki yeye gharama zake alizogharamia kuitunza
na atauza kwa bei tofauti. Kwa hiyo anashindwa kufanya bei na mheshimiwa mkuu wa mkoa. Itategemea na mmiliki amemgharamia kiasi gani na amenunua kiasi gani, ndipo atakapotaja bei ya ununuzi. Kwa Kiarabu wao wanaitwa keu. Mbwa na farasi. Hamna farasi. Taratibu za tumeelekezwa tujenge Kenya taratibu unaendelea, na sababu kuja leo kushirikisha tujenge iko haja Kuwa na farasi. Asante sana.